Mkitaka kujua ni kwa nini nchi hii iko nyuma kiasi hiki kwa miaka 63, 64 ya uhuru, njooni msikilize hii kesi hapa. Kama watu hawawezi kupanga kesi moja tu, serikali nzima, mawakili wote hawawezi kupanga hata mashahidi wao wa kutengeneza, hao watu wanawezaje kupanga uchumi wa nchi? Watu ambao hawawezi kupanga mashahidi wao, tusui pingapi, ajulikane pingapi ni nani na anafanya nini, hao watu wanawezaje kupanga uchumi wa nchi? Watu wasiojali muda. Ndio maana unaangalia watu wanajiuliza, inakuwaje Singapore, kanchi kadogo ambako kana square mita 800, kipato cha mtu wa Singapore ambao wana bahari tu kama ya kwetu ni $245 kwa mwaka, karibia shilingi milioni 600. Wakati huo Mtanzania hapa juu ya dhahabu, juu ya nickel, juu ya makaa ya mawe, juu ya chuma, juu ya ardhi nzuri, bahari, maziwa, mito, misitu, mbuga za wanyama, Watanzania wanalala njaa, wakiwemo polisi hawana hata sehemu nzuri za kulala. Watumishi wa umma hawana sehemu nzuri za kulala. Unajiuliza sasa hao watu wanawezaje kupanga wakawapa askari mishahara mizuri au watumishi wa umma mishahara mizuri? Hawezi kupanga kesi tu hawawezi, na hawajali muda. Ndio maana wanaona miaka 63 wanakamata mtu wanakaa naye tu, wanachezea muda tu. Sisi ni watu ambao tunataka tusukume nchi hii kwa muda mfupi iende mbele. That's why tunasikitika sana mtu anapotuchukua anakuja anamweka mwenyekiti wetu ndani kwa miezi zaidi ya 10 sasa. Alafu watu wanakuja wanatoa vitu, unawasikiliza mpaka unasikitika. Upotezaji wa muda. Kwa hiyo hii kesi ni kesi yenye manufaa ya kupoteza muda kwa kila anayesikiliza ushahidi wa hao watu, ambaye mtu anakuja hapa anasema sio mimi ni nani, uliandika lini, sijui, sielewi. Sasa umefuata nini mahakamani? Kama hujui kwamba we ni shahidi wa aina gani, umekuja kutoa ushahidi gani, huelewi, umekuja kufuata nini mahakamani? Wewe unaulizwa wewe ulikamatwa kama mshtakiwa? Ndio. Alafu hapa wewe huyo mshtakiwa umegeuka, umekuwa shahidi. Are you under duress? Uko hapa kwa blackmail, kwa vitisho. Unakuwaje mshtakiwa umegeuka leo unatoa ushahidi kwa upande wa watu waliokukamata? Are you under duress? Umetishwa? Sijui, sielewi. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, tukiendelea kuishi na watu hawa watatupotezea muda mrefu sana. Hawa watu ambao wana fikra ndogo hivi hawezi kupanga hata shahidi. Ndio maana wanataka sisi tuamini kwamba ukichimba tundu la choo shuleni ni maendeleo, wakati nchi tulizokuwa nazo zinatengeneza tumeenda kununua Korea vichwa vya treni hivyo, tena hivyo vya zamani. Sasa hizi wana bullet ambayo inaenda kilomita 300 kwa saa. Saa moja tu iko Dodoma. Tunanunua Korea ambao tulikuwa nao kwa sababu Korea wamewekeza kwenye technology, kwenye elimu. Sisi tunawekeza kwenye kuonea watu. Badala ya kuwekeza kwenye viwanda upatie watu wako ajira, kuwekeza kwenye kilimo upatie vijana wako ajira, wewe unawekeza kwenye kumuonea Tundu Lissu. Gharama za serikali, wanakuja hapa watu wanalipwa posho, majaji wanasafirishwa, unakuja kusikiliza haya mambo hayo tunayasikiliza hapa. Na ndio maana tuna insist kwamba hii kesi ni muhimu sana iwe live, Watanzania wajionee wenyewe. Ndio maana vitisho vinakuwa vingi, hofu, sio watu watarekodi au watu watatoa. Watu lazima wazungumze haya mambo ili yajulikane kwa umma. Hakuna siri hapa. Umma ujue namna ambavyo wanalipa kodi yao, na kodi yao inaochezewa kwa mambo ambayo kwa kweli kabisa ni hasara kwa nchi, na ni upotezaji wa muda, both kwa mwenyekiti wetu mwenyewe, kwa chama chetu na kwa nchi. Focus ya nchi hii iwe kwenye kuwekeza kwenye masuala ya kimaendeleo na sio masuala ya kuchezea rasilimali. Na ndio maana na insist kwamba hawa watu wa serikali hii ambao hawawezi kupanga kesi na shahidi,
hawawezi kupanga uchumi wa nchi yetu. Asanteni sana.